Amen. Unaweza ukaketi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninamshukuru Mungu tena kwa ajili yako, Mungu aliyekupa neema na Mungu aliyekupa kibali na kuwepo mahali hapa asubuhi ya leo ikiwa ni siku yetu ya pili. Amen, 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 amen. Jana tulianza kuona somo linaitwa hekima za kupangilia mwaka, na kwa neema ya Mungu inayotusaidia wakati wote, jana tuliona hekima mbili za kupangilia mwaka, si ndio watu wa Mungu? Hekima ya kwanza ya kupangilia mwaka ambayo tuliiona jana, tulisema hekima ya kwanza ni kumshukuru Mungu. Amen. Tulisema hekima ya kwanza ni kumshukuru Mungu, na nikakuonesha vitu ambavyo viko ndani ya shukrani. Kwambia tunapomshukuru Mungu, kati ya jambo ambalo Mungu analifanya, Mungu analeta kitu kinaitwa maongezeko. Nikasema tunapomshukuru Mungu, Mungu analeta kitu kinaitwa maongezeko. Jambo la pili, tunapomshukuru Mungu, nilikwambia Mungu ana tabia ya kuleta maelekezo mapya, na kufanikiwa kwako mwaka 2026 hakutegemei kiwango ambacho utajituma. Kufanikiwa kwako mwaka 2026 inategemea uwezo wako wa kuisikia sauti ya Mungu. Biblia inasema mtakapoisikia sauti ya Bwana Mungu kwa bidii na kufanya yote akuagizayo, kwa baraka hii itakapokujilia. Kwa hiyo baraka ya Mungu kwenye maisha ya mtu ipo kwenye uwezo wa mtu kusikia sauti ya Mungu. Kati ya jambo unaotakiwa kulimia mwaka unaokuja, hakikisha kwenye kila unachokifanya unasikia sauti ya Mungu. Ndani ya kusikia sauti ya Mungu ndiko ambako kuna baraka, ndiko ambako kuna mafanikio. Amen. Hekima ya pili ambayo nilikuonesha jana, nilikwambia jifanyie tathmini ya mwaka 2025. Jifanyie tathmini kwa ajili ya mwaka 2025. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 5 anasema, kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Usipoa mambo yaliyokukwamisha mwaka huu na mwakani utakwama tena. Lazima ujifanyie tathmini. Nini kilichokufanya usifike mahali ambapo umefika? Nini ambacho kilikuwa kizuizi? Nini ambacho kimekuzuilia? Lazima uwe na uwezo na utaratibu wa kujifanyia tathmini. Jana nikakwambia hata Bwana Yesu mwenyewe alikuwa anajifanyia tathmini. Kuna wakati amewaita wanafunzi, anawauliza wanafunzi, hivi huko nje watu wanasema mimi ni nani? Na nyinyi mnasema mimi ni nani? Manake Yesu mwenyewe alikuwa na tabia ya kujifanyia tathmini. Jifanyie tathmini, lakini pia kwenye maisha yako uwe na watu ambao wanaweza kukwambia ukweli. Kwa sababu kuna wengine tunakosea, lakini kwa sababu tu wameamua kuwa waongo kwenye maisha yetu, na wapo Kimasai, chochote kitu tunachokifanya hata kama ni kibaya wanatusifiaga. Bwana wewe ndo amekushambulia hivi na hivi. Uwe na watu wanaweza kukwambia ukweli kwamba wewe sio kwamba wewe watu wanakushambulia, wewe ndo mkorofi. Uwe na watu wa namna hiyo, mtu wa Mungu, wana uwezo wakakwambia ukweli. Biblia inasema kumbuka ni wapi ulipodondoka ukatubu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo niende kwenye jambo la tatu, nimalizie pale pale kwenye zile hekima za kupangilia mwaka. Sasa baada ya kujifanyia tathmini kwa ajili ya mwaka 2025, jambo unalopaswa sasa kulifanya baada ya kujifanyia tathmini, unapaswa kupanga mipango mipya kwa ajili ya mwaka unaokuja. Ukishajifanyia tathmini kwa ajili ya mwaka huu, sasa unapokuwa umeingia mwaka mwingine, lazima uandike mipango mipya kwa ajili ya mwaka unaokuja, au pange mipango mipya kwa ajili ya mwaka unaokuja. Amen watu wa Mungu. Amen watu wa Mungu. Lazima upange mipango mipya kwa ajili ya mwaka unaokuja. Na mipango unayoipanga kwa ajili ya mwaka unaokuja, usiishie tu kuiweka kichwani, hakikisha umeiandika. Mungu anamwambia Habakuki, iandike njozi hii. Kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya kuandika na kuyafikia malengo yako. Amen. Narudia tena, kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya kuandika na kufikia malengo yako. Kati ya jambo la ajabu linalotokea unapoandika, kuna kitu kinaitwa commitment huwa kinatokea. Hii commitment kwa Kiswahili sisi watu kaiwekaje, lakini ni kama inakuweka kwenye uwajibikaji. Moja kati ya faida ya kuandika mipango, ukishaiandika mipango wewe inatuweka kwenye kuwajibika. Ndio maana hata tunapokuwa hapa kanisa, tunapokuwa na yale mabaraza, huwa kunakuwa na mwandishi, si ndio?
Ule mwandishi kazi yake anafanyaje? Anaandika mipango yote ambayo tumejadili kwenye baraza, alafu baada ya hapo ndo tunaiweka kwenye utekelezaji. Usiishie tu kuwa na mipango, ile mipango kabaki nayo kichwani. Hiyo mipango ambayo umekuwa nayo kwa ajili ya mwaka huu, hakikisha pia umeiandika. Bwana Yesu asifiwe. Si kama tunaelewana watu wa Mungu? Hakikisha umeiandika. Mwaka unaokuja tuanzie kwa hii mipango. Sasa ni baadhi ya mipango ambayo ni muhimu kajiwekea. Kwenye hii mipango, jambo la kwanza, jiwekee mipango ya kiroho kwa ajili ya mwaka unaokuja. Jiwekee mipango ya kiroho. Jiwekee mipango ya kiroho. Kwa nini ujiwekee mipango ya kiroho? Hautaweza kufanikiwa nje zaidi ya ulivyofanikiwa ndani. Hautaweza kufanikiwa nje zaidi ya ulivyofanikiwa ndani. Biblia inasema wazi, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo roho ya mtu inafanikiwa, yale mafanikio ya ndani yanakuja kutapikwa nje. Kama kuna eneo lolote kwenye maisha yako huku ndani umekwama, uwe na uhakika hata huku nje utakwama. Kwa hiyo kama tunataka kufanikiwa mwaka 2026, eneo la kwanza linalopaswa kufanikiwa ni utu wetu wa ndani, ambazo ni roho zetu. Kwa hiyo kati ya mpango unaopaswa kuwa mpango wako wa kwanza na mkakati wako wa kwanza kwa ajili ya mwaka unaokuja, hakikisha unaweka mpango wa kufanikiwa kwenye roho yako. Hakikisha unaweka mpango wa ukuaji kwenye roho yako. Amen. Na katika mipango ya ukuaji ya kiroho sasa, mwaka unaokuja, weka mpango mkakati kwa ajili ya kuwa na maisha ya maombi ambayo ni endelevu. Hiyo ndio namna mojawapo ya kukua. Weka mipango mikakati ya kukua na kuendelea kwenye eneo la maombi. Amen. Inawezekana jana nilipokuwa naongea kuhusu kujifanyia tathmini, ulijifanyia tathmini hali yako ya maombi mwaka huu ilikuwaje? Kuna wengine hali zenu za maombi kuna kipindi zilikuwa zinakuwa juu, kuna wengine zinashuka, si ndio eh? Sasa mwaka unaokuja kusudia kuwa na maisha ya maombi ambayo ni endelevu, na kusudia kupandisha kiwango chako cha maombi. Kama mwaka 2025 ulikuwa unaomba kwa saa moja, 2026 kusudia kupandisha masaa ya maombi, angalau uanze kuomba masaa mawili. Biblia inasema tunatoka utukufu hadi utukufu, na kila inapoitwa leo tunakuwa. Usilizike na saa moja ambalo umekuwa unaomba kila siku. Mwaka unaokuja kusudia kupandisha kiwango chako cha maombi. Na kumbuka hivi, kadri tunavyoomba tunamkaribia Mungu, na tunapomkaribia Mungu, nini ambacho kinatokea? Mahusiano yetu na Mungu yanazidi kuwa makubwa. Mtu yeyote ambaye anaomba mara kwa mara, kati ya jambo linalotengenezeka, mahusiano yake na Mungu yanakuwa makubwa. Namna ya kuwa na mahusiano makubwa na Mungu ni kwa njia ya maombi, kwa sababu mahusiano yoyote yanajengwa na kitu kinaitwa mawasiliano. Kwa kadri unavyowasiliana na mtu mara kwa mara, ndivyo ambavyo mahusiano yenu yanafanyaje? Yanazidi kukua. Kwa hiyo kama tunawasiliana na Mungu mara kwa mara na Mungu kwa njia ya maombi, ndivyo ambavyo mahusiano yetu kati yetu sisi na yeye yanazidi kukua. Namna mojawapo itakao kufanya uwe na mahusiano ya kina na Mungu kila siku ni kuwa na maisha ya maombi ambayo ni endelevu. Na tunapokuwa na mahusiano makubwa na Mungu, kule tunapokuwa tunaomba mara kwa mara, kule kwenye mahusiano makubwa na Mungu ndiko ambako pia Mungu huwa anatubadilishaga kitabia. Si unajua ukikaa na mtu kwa muda mrefu, mkiwa na mahusiano naye ya muda mrefu, mara nyingi huwa zinatokea tabia zake zinahamia kwako na tabia zako zinahamia kwake, si ndio eh? Sasa sikiliza, kuna wimbo mmoja tunaimba hivi, nataka kufanana nawe Yesu moyo wangu. Namna nyepesi ya kufanana na Yesu ni kuwa mtu wa maombi. Unapokuwa mtu wa maombi, unamsogelea, unakuwa na mahusiano naye. Unapokuwa na mahusiano naye, anasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Yesu anachukua tabia zako ambazo havipendezi, anaenda nazo pale msalabani. Alafu anachukua tabia yake ya upendo, anachukua tabia yake ya utakatifu, anachukua tabia yake ya unyenyekevu, anachukua tabia yake ya upole, anakupatia. Kwa utakapokuwa na mahusiano makubwa na Mungu yanayotengenezwa kwa njia ya maombi, kule ndio utapata hata badiliko la kitabia unayotegemea kuona unalipata mwaka 2026. Kwenye mahusiano na Mungu ambayo yanatengenezwa kwa njia ya maombi, watu wa Mungu, yanafanyika kitu cha ajabu. Maombi yanaletaga kitu kinaitwa mvuto. Mtu yeyote ambaye anaomba lazima atakuwa na mvuto. Huu ni ukweli usiopingika. Hivi uje kuonana na mtu from nowhere tu unajisikia kumfurahia,
unajikuta tu umempenda, unajikuta tu amepata kibali ndani ya moyo wako. Hujai kutana na kitu cha namna hiyo? Kinacholetaga kibali, kinacholetaga mvuto, kinacholetaga upendeleo ni maombi. Mtu yoyote ambaye anaomba ana nguvu ya kupendeka. Mtu yoyote ambaye anaomba ana nguvu ya kupendeka. Kama unataka kupendeka mwaka unaokuja, siri ya kupendeka ipo kwenye kuomba. Unataka watu wakupende, watu wakusikilize, hakikisha unakuwa mtu wa maombi. Hivi hujai kutanaga na mtu ile tu anaongea kwa mara ya kwanza unajisikia tu kumchukia? Yaani huna sababu yote, unajisikia tu kumchukia. Mimi naonaga hata chuoni, unakuta mtu amesimama amejibu swali au anaongea kitu, watu huku nyuma wanafyonya, kwa sababu tunamjua anapendaga tu sifa. Yaani from nowhere tu watu wanakuchukia. Usipokuwa mtu wa maombi, kati ya kitu kitakachokuwa kwenye maisha yako, watu from nowhere tunakuta upendeke, watu wanakuchukia na una kitu chochote, na wanasema ana damu ya kunguru. Unajua kunguru watu wakimwonaga na mbondaga mawe, unakuwa kama damu ya kunguru. Yaani watu hawakufurahii, yani unafanya vitu vizuri, wanasema tunamjua anapenda sifa, tunamjua ni kielele, tunamjua. Sasa mbona mimi nafanya mambo kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Hauna nguvu ya kupendeka. Maombi yanaleta nguvu ya kupendeka. Bwana asifiwe. Sikiliza, maombi ni perfume ya kiroho. Mtu yeyote aliyejipulizia perfume ni mtu ambaye unajisikia ukaenee karibu. Tunapokuwa tunaomba, kuna perfume ya kiroho huwa inatokea. Ile perfume ya kiroho huwa inawavuta watu kwenye maisha yetu. So unajua Biblia inasema hivi kwamba maombi ya watakatifu ni manukato mbele za Mungu. Kama ile maombi ya watakatifu ni manukato mbele za Mungu, maana mtu yoyote ambaye anaomba, kuna perfume wewe inatokaga kwenye ulimwengu wa roho. Ile perfume ikikaa kwenye maisha yako, unasikia watu wanakufurahia, watu wanakupenda. Huna hela lakini watu wanasema mama fulani ni mzuri. Yaani mama fulani yaani uyekonaga mtu ana kibali tu, anasikilizwa, anapendeka. Kitakachokupa huko kupendeka, kusudia kuwa mtu wa maombi mwaka unaokuja. Amen. Mwaka uliopita ambao ndio mwaka huu tunaomaliza, ulikuwa vivu sana kwenye maombi. Ulikuwa unajisikia siku nyingine unaomba, siku nyingine uombe. Mwaka unaokuja kusudia kuomba. Na watu wengine mnaombaga kwa sababu eti mnakuwa na matatizo. Hatuombi kwa sababu tuna matatizo. Tunaomba kwa sababu tunajua maombi ni namna ya kuhusianisha mahusiano yetu na Mungu. Hata siku usipokuwa na matatizo, nenda ukaombe. Nilimsikia mtumishi mmoja wa Mungu anasema, ufike wakati ukienda mbele za Mungu sio tu lazima una matatizo. Wakati mwingine ukienda mbele za Mungu, naambia Baba, nimekuja mbele zako, wala sina mambo mengi. Nimekuja tu kukuambia shikamoo, ninakupenda. Ukifika kiwango hicho, Mungu ataenda mbali na wewe. Sio ukienda tu mbele za Mungu kila wakati, baba, matatizo. Wakati mwingine usiende mbele za Mungu kwa ajili ya matatizo. Wakati mwingine tu nenda, kamtukuze, kamshukuru, mwambie Baba, sina mambo mengi. Nimekuja leo, nataka tu nikujue, nataka tu nikufahamu, nataka niwe na mahusiano ya karibu na wewe. Bwana nisaidie kukupendeza. Wakati mwingine wewe ndio maombi yako, sio kila siku tu nipe mtaji Baba, wasaidie watoto wangu. Wakati mwingine nenda tu kwa ajili ya kuimarisha ushirika kati yako wewe na Mungu. Amen. Usio ombaomba mbele za Mungu. Kuna watu ni ombaomba. Sasa hata unajua, kuna ndugu zako wakutafutaji. Siku ukiona tu simu yao, unajua kuna jambo. Na kweli ukipokea tu simu zao, wanaanza kusimulia matatizo waliyokutana nayo. Na wewe usio hivyo mbele za Mungu. Mungu akisikia tu baba, anasema angalieni nini kimempata. Usio mtu wa hivyo, unaomba tu kwa sababu ya matatizo. Hata usipokuwa na matatizo, nenda mbele za Mungu, omba. Bwana asifiwe. Haleluya. Kusudia kuwa mtu wa maombi. Kusudia mwaka unaokuja maombi yatakuwa maisha yangu. Maombi ya kundi ni mazuri tunayoyaomba tukija hapa kwenye kundi. Lakini maombi mazuri yatakao kujenga na yatakao kutengeneza ni maombi unayoomba wewe binafsi. Yesu anasema nyinyi msalipo msiwe kama wanafunzi kama Mafarisayo wanaomba ili wasikike. Nyinyi msalipo ingieni chumba cha ndani. Anaposema ingieni chumba cha ndani, anazungumza kwa habari ya yale maombi binafsi. Anasema na Baba yenu aonaye sirini atawajaza. Maombi yanayotujazaga, maombi yanayotubadilishaga, maombi yanayoleta matokeo ni yale maombi ambayo tunaombaga peke yetu tukiwa sirini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Njoo nikwambie. Anasema hivi, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Na unajua nyumba ya Mungu ni nini? Nyumba ya Mungu ni mwili wako. Kwa hiyo kila wakati Mungu anapokuja ndani yako, Mungu anategemea kukuta sala. So unajua miili yetu ndio hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa anaposema nyumba yangu ni nyumba ya sala, Mungu si anakaa kwenye hekalu. Nyumba yake ndio nini? Ndio mwili wako. Kwa kila wakati Mungu anapokuja kwenye mwili wako, Mungu anategemea kukuta sala. Unapoacha kuomba, mwili wako unageuka kuwa pango la wanyang'anyi. Ndio wakati ambao dhambi, magonjwa, matakataka yote na nguvu zote za giza zinapokufunika. Namna ya kufukuza wanyang'anyi kwenye hekalu lako ni kuwa mtu wa maombi. Unapowasha moto wa madhabahu kwa njia ya maombi, unapowasha moto wa madhabahu kwa njia ya maombi, kwenye mwili wako haviwezi vikakaa vitu vya ajabu.
Hivyo vitu vya ajabu vinavyokaa kwenye mwili wako ni kwa sababu ya uombi. Kusudia mwaka unaokuja ya kwamba kwa gharama yoyote ile nimeamua na nimekusudia nitakuwa mtu wa maombi, nitalipa gharama kwenye maombi. Mwili wangu utakuwa ni nyumba ya sala. Kila wakati ambapo Mungu atakapokuja huku ndani, Mungu atakuta sala. Biblia inasema msiache kuuchochea moto wa madhabahu. Madhabahu si iko ndani yako. Namna ya kuuchochea moto wa madhabahu na namna ya kuuwasha moto wa madhabahu ni kuhakikisha kwamba unakuwa mtu wa maombi. Wewe unajua hata kwa nini hivyo vipepo havitaki kukuachilia? Unajua kwa nini magonjwa hataki kukuachilia? Umekataa kuomba. Hivi nyinyi wa mama mnajua hapa mnapikaga, si ndio Mkiwa mnapika, kwa mfano mnapikia majiko ya mkaa. Jiko likiwa ni la moto, hakuna nzi inaweza kaja kakanyaga. Na kinani tu hapo inakufa, si ndio Sasa wewe mapepo yanapata nafasi kwenye maisha yako, dhambi zinapata nafasi kwenye maisha yako ni kwa sababu umepoa. Washa moto wa kiroho. Ukiwasha moto wa kiroho, hakuna uchawi unaweza kufanikiwa juu yako. Hakuna uganga unaweza kufanikiwa juu yako. Hakuna dhambi inaweza kaendelea kukushikilia. Hakuna mapepo wala vinyamkela vinaweza vikakushikilia. Lakini namna ya kuwasha moto wa madhabahu ni kuwa mtu wa maombi. Amen. Nikwambie hivi, maombi huwa yanapangilia vitu. Maombi yanasababisha vitu vikae mahali vinapotakiwa kukaa. Mwaka 2026 unataka vitu vikae kwenye mpangilio. Namna ya kuifanya vitu vikae kwenye mpangilio ni kuhakikisha unaomba. Tunapokuwa tunaomba vitu vinakaa kwenye mpangilio. Tunapokuwa tunaomba vitu vinakaa namna vinavyotakiwa kukaa. Narudia tena, tunapokuwa tunaomba vitu vinakaa namna vinavyotakiwa kukaa. Kuna mambo umeyapangilia mwaka 2026. Kama unataka yaende kama unavyokusudia, hakikisha unakuwa mtu wa maombi. Tunapoomba vitu ndio vinakaaga kwenye mstari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunapoomba vitu ndio vinakaa kwenye mstari. Sikiliza, mwaka 2026 ukifika wakati unapita kwenye wakati mgumu, kwenye huo wakati mgumu hujui cha kufanya ni kuomba. Tukitoka kuomba tunapataga cha kufanya. Unakuta unapita kwenye wakati mgumu, unasema sijui nifanyaje. Yaani hapa mtumishi, sijui nifanyaje. Cha kufanya wakati hujui cha kufanya ni kuomba. Kuomba tunarudi na majibu, kwa sababu kama tunaona hili jambo hatuna cha kufanya, manake tukiingia kuomba tunaenda kwa mzee wa siku ambaye ana majibu ya vitu vyote. Mzee wa siku lazima atatupa jibu kwenye kile ambacho tunakipitia. Amen. Tutakapokuwa tunaomba mwaka unaokuja, ndio siri ya ushindi. Biblia inasema Musa alipokuwa akinyanyua mikono, wana wa Israeli walikuwa wanashinda vita. Kwa hiyo kwenye kila vitu unaotaka uishinde mwaka unaokuja ni kunyanyua mikono. Na tafsiri ya kunyanyua mikono maana yake nini? Ni kuomba. Tunapokuwa tunaomba, tunakuwa tumenyanyua mikono. Kila vita inayokuja kwenye maisha yetu, tunakuwa tumefanyaje? Tunakuwa tunaishinda. Tunapokuwa tumeshusha mikono, bila Musa alipokuwa akishusha mikono, walikuwa wakipigwa. Kwa hiyo namna nyepesi ya kupigwa mwaka unaokuja ni kuacha kuomba. Kama unataka kila vita inayonyanyuka kwenye maisha yako uishinde, hakikisha unaomba. Hakikisha unaomba. Bwana asifiwe. Haleluya. Na jambo lingine ni hivi, niliwaambia hata wakati fulani ni hivi kuhusu maombi. Ile wa Filipi sura ya 4 mstari wa 6 anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru haja zenu zijulikane mbele za Mungu. Si ndio watu wa Mungu? Ile wa Filipi 4:6 anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali, kwa kuomba na kushukuru haja zenu zijulikane mbele za Mungu. Amen. Nisema hivi, jambo lolote usipolihusianisha na maombi kwenye maisha yako linageuka kuwa usumbufu. Jambo lolote, Biblia inasema msijisumbue. Kwa mambo yote yaliyoko duniani ni msumbufu. Namna ya kuondoa usumbufu kwenye kila unachokifanya, hakikisha unahusianisha na maombi. Watu wa Mungu, msiachukulie mambo juu juu. Kuna mambo mengine mkaona yanahitaji maombi, mambo mengine yanahitaji maombi. Chochote unachokifanya kwenye maisha yako, hakikisha yanahusika. Maombi ndio yanaletaga wepesi kwenye vitu. Maombi yanaletaga wepesi kwenye jambo lolote kwenye maisha yako. Usipolihusianisha na maombi, hilo jambo litageuka kuwa usumbufu. Mimi nimekuaga ninaona, kwa sisi huku chuoni tunakuaga na mikesha tunakuaga na ibada. Ikitokea tumeuombea mkesha kwa kiwango cha kutosha, ule mkesha huo unanyoka. Ikitokea tujauombea kwa kiwango cha kutosha, mapicha yanakuaga mengi. Ukio tu unakuta labda kuna wanafunzi watakao kachukulia kule musti, unasikia wanasema bwana mtumishi, njiani kuna foreign, yani tumeshindwa kutoka kule njiani. Nasema sawa, ngoja tuendelee kuwasubiria. Asubuhi watu wa vyombo wameseti vyombo vizuri, kila kitu kimekaa sawa, wanashika tu mic vinakata. Ndio usumbufu wenyewe huo. Anahangaika yule saundi mitambo. Na mambo tunataka kukaa sawa, yamekaa tu sawa, umeme unakatika.
Umeme unakatika, mnausubiri mkawasha generator, mmeenda mafuta mko nayo, mmekimbia sheli, mmenunua mafuta, mnaweka, umeme umerudi wenyewe. Umeme umerudi wenyewe. Ile tu booster yani nakuta mpaka mkesha unaisha. Jasho limewatoka. Lakini hayo yote ni matokeo ya kuto kuhusianisha na maombi. Wakati fulani nilimfuata mtumishi mmoja wa Mungu, nilikuwa ninapitia kipindi fulani ambacho kilikuwa ni kigumu kidogo kwenye biashara. Nikawa ninamuelekeza, nikamwambia bwana, naomba uniombee, napitia kipindi kigumu na kufanya biashara fulani lakini mambo yako sawa. Niuliza kitu kimoja, nikamwambia hivi mfano unapokuwa umeitwa mahali kuhudumu, labda ni kwenye semina, wewe unafanyaje? Nikamwambia nikiitwa kwenye semina, nakuwa na wiki moja ya kufunga kabla. Baada ya kumaliza kufunga wiki moja kabla, ile wiki ya semina nakuwa pia na mfungo, Mungu akinisaidia, nakuwa na maombi ya asubuhi napokuwa ninajiandaa na semina, na mchana napokuwa naenda kwenye semina. Akasema kiwango hicho ambacho unapoendaga kwenye semina wewe unajiandaa, kiwango hicho ungekiupeleka kwenye biashara, ungekuwa unatumia hayo maombi kwenye biashara, biashara yako isingekwama. Mambo yako mengi unayokuwa shida yako ni kwamba kuna vitu umeviona ni vya kiroho vinahitaji maombi sana, kuna vingine umeona sio vya kiroho sana ndio maana vinakwama. Kama vile ambavyo kwenye mambo ya huduma huwa unaweka maombi ya kutosha, ndivyo hata kwenye mambo yako binafsi mwaka unaokuja weka maombi ya kutosha. Bwana Yesu. Amen. Naamini umenielewa kuhusu maombi, mtu wa Mungu. Weka mpango wa kimaombi mwaka unaokuja. Kusudia kuwa mtu wa maombi, kusudia kuwa mtu wa maombi, kusudia kuwa mtu wa magotini. Jambo la pili katika mipango ya kiroho, kusudia kuwa mtu wa neno. Kusudia kuwa mtu wa neno. Kusudia kuwa mtu wa neno. Kwa nini mipango ya kiroho? Kusudia kuwa mtu wa neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sisi ambao ni vijana, ninaamini kabisa inawezekana tukianza Januari mpaka Disemba kusoma Biblia na tukamaliza Biblia nzima. Kila siku mtu akiwa na utaratibu wa kusoma sura 3 kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12, Biblia anamaliza. Moja kati ya faida ya kumaliza Biblia, ukimaliza Biblia, yani ni hii kitu huwa inatokea tu automatically. Unakuwa na ufahamu wa kutosha kuhusu maandiko, hata kama hujakariri kila kitu, lakini kuna namna tu Mungu anakusaidia, unajikuta unakuwa na ufahamu wa kutosha kwenye mambo ya maandiko. Amen. Mtu wa Mungu, kweli wewe wage tunakuja kufunua Biblia tu ibadani? Na kwa mfano hivi tukiwa tunasema hapa kitabu fulani unaandikaga kweli? Sasa jamani, huyu mama yuko makini jamani, lakini kiukweli unajua ukitokaga hapa ufuatilii. Hiyo ndio sababu iliyosababisha hata mwaka huu usikue kiroho. Unajua, sikilizeni niwaambie, hata sisi darasani ipo hivi. Ili mtu afaulu, tukishafundishwaga na walimu, huwa tunarudigi nyumbani, tunaanza kuyakariri yale ambao walimu wamefanyaje, wametufundisha. Utaratibu huo kila Mkristo angekuwa nao, Wakristo tungekuwa. Shida yetu ni hivi, tukija ibadani, tukifundishwa neno tunalipokea kwa moyo wa furaha, lakini tukitokaga pale hatufuatilii chochote kutoka kwenye kitu tulichojifunza. Hiyo ndio sababu inasababisha mbona kama sikui. Kwa mwaka unaokuja kusudia kwamba nitakuwa mtu wa maandiko, nitakuwa mtu wa neno, kusudia kuwa mtu wa neno, mtu wa Mungu. Amen. Kusudia kuwa mtu wa neno, kusudia kuwa mtu wa neno. Acha ule utaratibu wa kufunua tu maandiko Jumapili kwa Jumapili, na ukija hivi ibadani unatuaibisha. Unakuta mtu ameokoka anampenda Yesu, amesimama katikati ya watu wanabishana, anasema hata Biblia yenyewe imesema jisaidie naye atakusaidia. Biblia ipi unayosoma mtu wa Mungu hiyo? Inayosema jisaidie naye atakusaidia. Haya ni matokeo ya watu kutokuwa watu wa neno. Mtu amekuja ibadani anamwambia naomba tufungue kitabu cha Kutoka, mtu anatafuta Agano Jipya. Mtu unamwambia funua Biblia kitabu fulani, mtu anaenda kwenye yaliomo, anaangalia pale kitabu hiki cha alichosema cha Luka kiko mstari wa ngapi? Ukiwa na utaratibu wa kushika Biblia yako mara kwa mara, yani unafikaga tu hata mikono huwa unaizoea Biblia. Ukisoma kitabu cha Kutoka tu shwa unakuwa umeshakipata. Sasa sisi hivi wale ambao wanahangaika sana kutafuta kwamba wasomi, sijasema mimi. Sema mkaninukuu vibaya. Amen. Kusudia kuwa mtu wa neno mwaka unaokuja. Amen. Na wakati mwingine ukiweza anza kusoma kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo. Mtu mmoja nikaanza kumwambia usome kitabu na kile cha Ufunuo. Sema mtumishi, kile kitabu ni kizito, kile kitabu ni kigumu. Nikamwambia kingekuwa kigumu kingeandikwa ufuniko. Ile kwamba kimeandikwa Ufunuo, mambo yaliyoko mle ndani yameshafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kusudia kuwa mtu wa neno. Moja kati ya faida ya kuwa neno la kutosha ndani yako. Biblia inasema hivi, nimeliweka neno lako moyoni mwangu nisije nikakutenda Mungu dhambi. Kadri ambavyo neno la Mungu linakuwa jingi ndani yako, neno la Mungu linakusaidia kutokumtenda Mungu dhambi. Neno la Mungu lina tabia ya kuleta kitu kinaitwa makatazo.
Unataka kufanya kitu fulani, neno la Mungu linakushuhudia kwamba hicho unachokifanya sio sahihi. Wewe unaona chochote ambacho unataka kufanya kwenye maisha yako huna makatazo, ni kwa sababu huna neno. Kadi ambavyo unakuwa na neno jingi ndani yako, neno linaleta kitu kinaitwa makatazo. Neno linaleta kitu kinaitwa kujizuia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo, faida nyingine ya neno, kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya kumsikia Roho Mtakatifu na kiwango cha neno ndani yako. Roho Mtakatifu ili aongee ndani yako inategemea kiwango cha neno ulicho nacho. Biblia inasema imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo uwezo ukasikia Roho Mtakatifu anachokiongea kama huna neno. Kwa mwaka unaokuja utatakiwa kujilazimisha kula neno la kutosha. Kwa nini kujilazimisha kula neno la kutosha? Unatakiwa kujua hivi, kadri unavyokuza kiwango chako cha kula neno, ndivyo pia unavyokuza kiwango chako cha kumsikia Roho wa Kristo. Kwa sababu Roho huwa anasema kupitia neno. Ni kama gari na mafuta. Gari haliwezi likaenda bila mafuta. Na ndivyo pia ilivyo kati ya Roho Mtakatifu na neno. Chochote ambacho Roho atakiongea, Roho huwa anathibitisha kupitia neno. Kati ya jambo ambalo watu wengi huwa wanapata nalo sana shida ni kwa habari ya kumsikia Mungu. Tunasema sasa, mtumishi, unasema Mungu anaongeaga kwa sauti ya ndani, Mungu anaongeaga kwa sauti ya ndani. Sasa nitawezaje kumsikia Mungu, au nitajuaje hii ni sauti yangu na hii ni sauti ya Mungu? Biblia inasema hivi, neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, lina uwezo wa kugawanya nafsi na roho. Ukiwa na neno la kutosha ndani yako, neno litakusaidia kujua haya ni mawazo ya kwangu, haya ni mawazo ya Kristo. Mara nyingi Mungu anapoongeaga na sisi, kile anachoongea na sisi huwa anakithibitishaga kwa neno. Kwa kusudia kuwa na neno, ukijua kwamba kwa kadri nitakapoongeza kiwango changu cha kuwa na neno, kiwango cha neno kitanisaidia pia kukuza kiwango changu cha kumsikia Roho Mtakatifu mwaka unaokuja. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mipango ya kiroho tunaendelea hapo. Mwaka unaokuja, mtu wa Mungu, kwa wale ambao bado umri unaruhusu, kusudia kuwa mtu wa kufunga. Uwe unafunga kidogo, mtu wa Mungu. Amen. Kuna watu kweli umri umeenda, lakini kuna watu hapana, bado kufunga kuna turuhusu kabisa, si ndio? Kufunga kuna turuhusu kabisa. Tunatakiwa tufahamu jambo hili, watu wa Mungu, kwamba Mungu hatembei na watu ambao muda wote midomo yao imenona mafuta. Ukiona wewe hunaga muda wa kufunga, kila siku unakula, kuna kiwango hutakutembea na Mungu. Kwa tena, kuna kiwango hutatembea na Mungu. Amen. Ipo hivi, kuna mwili na roho. Kitakachokuwa na nguvu ndicho ambacho kitamwendesha mwingine. Ukiwa unakula mara kwa mara, mwili wako unakuwa na nguvu, roho inakosa nguvu. Lazima kimoja kiwe na nguvu na kingine kiwe dhaifu. Tunapoinyima miili yetu chakula kwa njia ya mifungo, tunazifanya roho zetu ziwe na nguvu. Namna ya kuifanya roho yako iwe na nguvu ni kujifunza kufunga. Ndio maana maandiko yanasema hivi, ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo tunaitaabisha miili ya nje kwa njia ya mifungo mingi, ndivyo ambavyo tunampa mtu wetu wa ndani nguvu. Namna nyepesi ya kumpa mtu wako wa ndani nguvu ni kuwa mtu wa mifungo. Punguza kula mwaka unaokuja. Mungu akikupa neema ya kufunga, wakati mwingine mtu wa Mungu wewe unafunga. Hata watu wa giza wenyewe wanapotaka kuzifanikisha ajenda zao huwa wanafunga. Sio kama unajua hilo jambo. Hata watu wa giza wanapotaka kuzifanikisha ajenda zao huwa wanafunga. Hivi hujasoma kwenye maandiko? Kuna mahali watu wanataka kumuua Paulo, wakasema hatutakula, hatutakunywa mpaka tumemuua Paulo. Kama watu wa giza wanapotaka kufanikisha ajenda zao huwa wanafunga, wewe ni nani ambaye mtu wa Mungu unakula kila siku? Mwaka unaokuja una mipango mikubwa, nataka kununua nyumba milioni 100, lakini unakula mwaka mzima. Hiyo mipango itatimiaje, mtu wa Mungu? Mambo makubwa yote tunataka kuyafanikisha mwaka huu lazima tuyanuie. Na huwa tunayanuiaga kwenye mifungo. Nasema hili jambo ndakaa nalo kwenye mifungo wiki 3. Ndakaa nalo kwenye mifungo, nikitoka hapa lazima lifanikiwe. Na nikwambie hivi, kila wakati Mungu anapokuletea msukumo wa kufunga, hakikisha umeitikia. Kila wakati unapoletewa msukumo wa kufunga, hakikisha unaitikia. Kuna wakati Mungu anakuletea msukumo wa kufunga, kuna kitu amekiona mbele yako ambacho hujakiona. Kuna wakati Mungu anaona kuna hatari fulani inakuja mbele yako. Ili hiyo hatari uweze kuivuka, lazima upatikane kwenye eneo la mfungo. Mungu anakuletea msukumo wa kufunga. Shida yako ni hivi, Mungu amekuletea msukumo wa kufunga, unafunga siku ya kwanza, siku ya pili ikifika saa 6. Unasema hii njaa mimi siwezi kukaa nayo. Hii njaa hapana. Mungu mwenyewe unajua. Unasema sasa leo si imefika saa 6, nitafungua saa 6 leo. Kesho nitakula tena mpaka saa 6. Ikifika saa 6 nitaendelezea pale pale kwenye mfungo mpaka jioni. Ndio shida yako ulionayo.
Kuna mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa anafanya kazi ya Mungu, akihubiri, watu wanafunguliwa, mapepo yanatoka. Sasa watu, unajua ukiwa unafanya kazi ya Mungu katika ulimwengu wa roho, vita inakuwa kubwa. Wachawi wakakubaliana, huyu ili tumdondoshe lazima sisi tufanye kitu. Wachawi wakakubaliana watafunge kwa siku 21. Can you imagine? Sasa wachawi wakakubaliana wafunge kwa siku 21. Wakasema baada ya hivi siku 21 huyu mtumishi atapata anguko la zinaa. Walipokuwa wamekusudia hivyo, Roho Mtakatifu ni mwaminifu, akaenda kwa yule mtumishi akamwambia funga siku 40. Yule mtumishi amefunga siku ya 13. Amefika siku ya 13. Akajisikia njaa akala. Kutoka pale akapoteza ule mwendelezo wa kufunga. Wale walivyomaliza ile siku ya 21, baada ya siku 3 wanasikia mtumishi amedondoka kwenye zinaa. Kila maanguko unaoona watu yanatokea kwenye maisha yao, kila anguko unaoona limetokea kwenye maisha ya mtu, ni matokeo ya mtu kuanza kupuuzia nidhamu za kiroho. Kila wakati unapoanza kupuuzia nidhamu za kiroho, ndio wakati ambapo anguko linakuwa lipo karibu na wewe. Uje kusoma Biblia inasema, ile andiko linasema hivi, walipolala adui alikuja alipanda magugu. Unajua Biblia inapozungumza usingizi inamaanisha nini? Biblia inaposema walipolala adui alikuja alipanda magugu, usingizi ni kuacha ratiba za kiroho, ni kuacha kufunga, ni kuacha kuomba, ni kuacha kusoma neno. Kila wakati unapoacha kufunga, unapoacha kusoma neno, unapoacha kuomba, unakuwa umelala usingizi wa kiroho. Unapokuwa umelala usingizi wa kiroho, ni wakati ambapo adui anakuja kupanda magugu kwenye maisha yetu. Kila magugu yaliyopandwa kwenye maisha yako na kila anguko lililotokea kwenye maisha yako lilitokea baada ya wewe kuanza kupuuzia ratiba za kiroho na nidhamu za kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Kusudia kuwa mtu wa kufunga. Unajua faida nyingine ya kufunga nini? Biblia inasema hivi, namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Yesu anaambia namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Wanafunzi waliteseka na lile pepo usiku kucha. Yesu alipokuja alitumia dakika moja kuliondoa. Baadaye wanamuuliza imekwaje? Kwa Yesu namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo namna nyepesi ya kuyafanya mambo mwilini ni kuwa mtu wa mifungo na maombi mengi. Anasema namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo siri ya kutokutumia nguvu kubwa mwilini ni kuwa mtu wa maombi na mifungo mingi. Unapokuwa mtu wa maombi na mifungo mingi, unakuwa ni mtu ambaye unaendesha mambo yako kiwepesi. Pepo lile ambalo watu walihangaika nalo usiku kucha, Yesu anakuja na aliondoka dakika moja. Unamuuliza imekwaje? Anasema namna hii, ili kuwa na matokeo ya namna hii ya kutumia muda mchache kukamilisha vitu. Matokeo ya namna hii yanapatikana kwenye kufunga na kuomba. Bwana asifiwe. Nimalizia hapa kwenye nidhamu ya kiroho leo unaotakiwa kujikusudia mwaka 2026. Kwa jambo la kwanza tumeona unatakiwa kuwa mtu wa maombi, neno, vifungo. Jambo lingine, kusudia kupandisha kiwango chako cha utoaji mwaka unaokuja. Kusudia kupandisha kiwango chako cha utoaji mwaka unaokuja. Narudia tena, kusudia kupandisha kiwango chako cha utoaji mwaka unaokuja, mtu wa Mungu. Amen. Na nikwambie hivi, kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya kupanda kiwango chako cha uchumi na kiwango chako cha utoaji. Kadri unavyopandisha kiwango chako cha utoaji, ndivyo ambavyo kiwango chako cha uchumi kinavyozidi kupanda. Kiwango chako cha uchumi kiko pale pale kila siku, ni kwa sababu kiwango chako cha utoaji kiko pale pale kila siku. Kwa kadri ambavyo tunajifunza kupanda kwenye kutoa, ndivyo kadri ambavyo Mungu anapandisha uchumi wetu. Ukiangalia vizuri hapa, uchumi wako 2024 hauna tofauti sana 2025. Ni kama vinafanania. Faida ile uliyokuwa unaipata mwaka jana ndio hiyo ulikuwa unaipata mwaka huu, na usipokuwa makini utakuwa hiyo utakuwa unaipata 2026. Sasa namna ya Mungu kukupeleka kiwango kipya cha uchumi ni kupandisha kiwango kipya cha sadaka. Mtu wa Mungu kusudia kupandisha kiwango kipya cha sadaka. Nafahamu hapa katikati ya wiki tunakuwa na ibada, na kila ibada tutatoa sadaka, si ndio? Ni sawa. Lakini tunakuwa na ile ibada za Jumapili. Kwenye kila ibada ya Jumapili, mtu wa Mungu kusudia kupandisha kiwango cha sadaka. Wewe mwenyewe uogopi. Tangu mwaka 2017, 2016, 2015 umekuwa unatoa buku mpaka leo. Kwamba Mungu akusaidiagi, mtu wa Mungu. Sasa mimi siwasemi vibaya mnaotoa 1000. Mzee kusema anakuja kutushambulia. Siwasemi vibaya. Yaani nataka kusema ni nini? Sawa, katikati ya wiki unaweza kutoa hizo sadaka, lakini Jumapili kusudia kwamba mimi nimetoa 1000 kwa kiwango cha kutosha. Hivi nitataka kwa 2000. 2000 hapo uone. Kama Mungu hata kusaidia kupanda kwenye uchumi. Panda kidogo, sema nitaanza kutoa 5000 Jumapili. Mungu alivyo mwaminifu, Mungu hata ruhusu hata Jumapili moja wapo ukose shilingi 5000. Utakapompa Mungu kwa uaminifu, nikwambie ukweli, uchumi wako mwaka unaokuja utapanda. Bwana asifiwe. Amen. Hata wale watu wa giza wanapotaka kwenda kiwango kipya cha uchumi, unakuta mara ya kwanza alikuwa anatoa sadaka za ndugu zake wa kawaida, anapotaka kwenda kiwango kikubwa cha uchumi, anambia sasa wakati umefika, wakati wa kumtoa mama. Na unakuta mtu ndo ameshamuua mamake, hapo ndo amefumuka. Yaani watu wa Mungu niwaambieni, kanuni ya mafanikio ya kifedha
Kanuni ya mafanikio ya kifedha huwa inaendana na utoaji. Sasa tukaomba tukafunga sana, lakini tusipotoa watu wa Mungu, uchumi wetu utabaki pale pale. Amen. Na juzi mtumishi mmoja tulikuwa naye aliongea kitu kimoja kizuri sana, anasema hivi, utoaji, mtu yeyote ambaye ni mtoaji hata kama hana kitu, huyu mtu atakuwa tajiri. Matajiri wote kati ya mtazamo walionao ni mtazamo wa kutoa, ila maskini wote ndio wana mtazamo wa kuonewa huruma. Yaani ukiona wewe una mtazamo wa kuonewa huruma kila wakati, wanakwambia sina. Wewe ni mtazamo wa kimaskini. Unaweza usiwe na kitu lakini bado unamwamini Mungu, Mungu atakusaidia. Hata kama una kitu, sema tu kwa imani, nitapata, nitawapa. Haya mambo ya kusema sina yenyewe sio mazuri sana, mtu wa Mungu. Pandisha kiwango chako cha utoaji mwaka unaokuja. Mtu wa Mungu, pandisha kiwango chako cha utoaji. Umekapo kwa muda mrefu, umetoa hiyo sadaka kwa muda mrefu, pandisha kiwango chako cha utoaji. Sio tu kwenye kutoa hizo sadaka za kawaida, lakini pia hata kwenye zaka toa kwa uaminifu. Shida yako ni kwamba umekuwa utoe zaka kwa uaminifu, unatoaga tu zaka ili uonekane kwamba unatoa zaka utoe kwa uaminifu. Mwaka unaokuja kusudia, nitampa Mungu zaka kwa uaminifu. Kila ambacho Mungu atanipa ndicho ambacho nitatoa kwa uaminifu. Kusudia hivyo, uone kama baraka ya kimungu haitakuwepo kwenye maisha yako. Alafu nikwambie hivi kitu kimoja kuhusu zaka. Ukimpa Mungu zaka kwa uaminifu, mfano kuna mtu labda unalipwa mshahara 300,000 au 600,000. Ukimpa Mungu ukimpa kama ni 300,000, maana tunampa Mungu 30,000, si ndio watu wa Mungu Kama ni 600,000 tunampa 60,000. Ukimpa Mungu zaka, hutakiwi tena kuishi kwa kutegemea mshahara wako. Kwa sababu kama tunampa Mungu zaka, alafu bado tunaishi tena kwa mshahara, kuna haja gani ya kutoa zaka? Kwa sababu ninachojua ni hiki, tunapotoa zaka nasema hivi, nitawafungulieni badilisha mbinguni, nitawamwageni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Manake kama nimempa Mungu zaka yangu, natakiwa nimwamini Mungu. Mungu atanisaidia kuishi kwenye mwezi huo zaidi ya mshahara wangu. Hiyo ndio baraka ya kimungu. Sio kama mnanielewa ninachokisema. Yaani ni hivi, nikimpa Mungu zaka, sitakiwi tena kutegemea mshahara wangu. Kama mshahara wangu ni 600,000, nikishampa Mungu zaka, natakiwa niweke hata bajeti ya milioni 2. Milioni 2, kwenye hiyo milioni 2 ndio nione hiyo baraka ya kimungu inayofanya kazi. Hakuna, tunaposema baraka watu wa Mungu, sio kama na 600,000 nimetoa 60,000 nabakiwa na 440,000 afu bajeti yangu inagota kwenye hiyo 440,000. Kama nimempa Mungu zaka, natakiwa nipange bajeti ambayo ni zaidi ya ule mshahara naopata, ili hapo sasa ndio nione hiyo baraka ya kimungu. Unanielewa watu wa Mungu? Kwa mwaka unaokuja kusudia kupandisha kiwango chako cha utoaji. Naomba tusimame. Kesho tutaendelea, Mungu atupa neema, tutaendelea. Amen, amen, amen. Amen. Tunazungumza mambo ya kawaida kabisa, lakini naamini kuna namna yanaamsha imani yako kwa ajili ya mwaka unaokuja. Amen. Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante Baba kwa sababu ya maarifa haya. Asante Baba kwa sababu ya fundisho hili. Katika jina la Yesu, Baba, ninaomba nisaidie mwaka unaokuja. Bwana, kiwango changu cha kiroho kiongezeke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, tangaza mwaka unaokuja nitabaki vivi kiroho, nitaongezeka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu aliye hai. Jombe karabashataya roshanda rabakoria rima shakataya leba baba koria leba baba koria manda rebo shakataya lebo bobo shakata reko kokozia mando robo shaka bobo shaka mando robo koria karaba shaka leko shakataya robo shaka. Tunatangaza kwa ajili ya mwaka unaokuja, utakuwa ni mwaka wetu wa ukuaji, utakuwa ni mwaka wetu wa ribo shaka robo shanda mando robo shaka ribo bobo shaka mando robo shaka reko shaka mando robo shaka. Kiwango chetu cha kiroho kikuwa pale pale katika jina la Yesu. Mungu utatupa neema ya kukua. Bwana utatupa neema ya kukua. Karabashaka reko koko shaka mando robo shaka rebo bobo shaka mando robo shaka korobo shaka mando robo shaka. Bwana tupe neema, Bwana tupe neema, Bwana tupe neema, Bwana tupe neema. Rebo shaka taya rebo bobo shaka rebo bobo
mando robobo shaka karaba shaka mando robobo shaka reko shaka. Bwana, tupe neema ya kukua, tupe neema ya kuongezeka katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Amen. Mungu awabariki sana.